Naitwa Dr. Chris Mauki na hii ni channel ambayo inaleta maudhui au content ambazo zimbadilisha maisha ya wengi sana ndani ya Tanzania, ndani ya Afrika na nje ya Afrika, maeneo mengi ambayo tunapata messages za watu ambao wanatazama video hizi. Kama ni mara ya kwanza kutazama video katika channel hii, basi bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe, kile chekundu kibonyeza kinabadilika rangi, alafu utabonyeza kile ambacho kina picha kengele, ili kila tunapo upload video basi uweze kupata video katika uweze kuangalia content inayokuhusu. Mara nyingi nimekuwa nikizungumza vitu katika maeneo matano ambako ndio maeneo yangu ya calling, ndio maeneo yangu ya wito, ndio maeneo yangu ya purpose, ndio maeneo yangu ya ikigai. Eneo la familia, ndoa, mahusiano, malezi na maendeleo binafsi au personal development, vitu vya kusaidia katika kufanikiwa kibinafsi. Leo naomba nikupe topic ambayo iko katika personal development au maeneo ya namna ya kufanikiwa kibinafsi, mafanikio binafsi. Na topic hii inasema milango miwili ya kuingia kwenye maisha ya ukuu. Two doors to your greatness. Two doors to your greatness. Milango miwili ya kuingia kwenye maisha ya ukuu, maisha makubwa, maisha ya mafanikio, maisha ya kupaa, maisha ya kupiga hatua ya kwenda juu. Ukuu ni greatness. Sasa ili uingie katika ukuu, ili uingie katika greatness, ili uingie katika mafanikio ambayo umeyatazamia katika maisha, iko milango miwili ambayo natamani nikusaidie. Unaweza kuitumia kuingia kwenye hii kwenye ukuu wako au kwenye maisha yako ya mafanikio, na nitakupa advantages za kila mlango. Mlango wa kwanza unaitwa mlango wa uhitaji, the door of need. The door of need, mlango wa uhitaji. Sasa the door of need au mlango wa uhitaji ni mlango ambao utakufanya wewe uhitajike au uonekane unatakiwa, unahitajika pale ambapo wale watu wanakuhitaji peke yake. Wakati ambapo hawakuhitaji, we huna haja, huna faida, hauna msingi, hauna maana, hauna thamani, kwa sababu hawakuhitaji. Huu ni mlango ambao wewe unatengeneza kuhitajika kwenye mazingira fulani au kwenye nyakati fulani au kwenye msimu fulani. Unatengeneza need, unatengeneza kuhitajika kwenye kipindi fulani. Kwa hiyo watu wanakuhitaji, huduma yako inahitajika kwa kipindi fulani. Sasa asiye kuhitaji hakukumbuki, hana haja na wewe, hana haja na namba yako, wala hakutafuti, kwa sababu hakuhitaji. Ni mpaka afike wakati ambapo anakuhitaji, aidha afike kwenye msimu ambao anakuhitaji au kwenye nyakati ambazo anakuhitaji, au wakati uhitaji wake umemfika ambao anakumbuka wewe una muhimu katika maisha yao. Kwa hiyo disadvantage au hasara ya mlango huu ni kwamba unakuwa mtumwa kwa wale wanaokuhitaji, kwa sababu wakiwa wanakuhitaji ndio wanakupa maisha, ndio wanakupa chakula, alafu wakati hawakuhitaji, hawahitaji huduma yako, hana haja na wewe. Kwa hiyo unakuwa mtumwa. Jamani, mtanikumbuka ukipata leo unipigie basi, angalau kwa sababu muda huo hawakuhitaji. You become a slave. Kwa nini? Kwa sababu unatumia mlango wa uhitaji. Sasa kama unafanya kazi, unafanya huduma, una talent, una kitu chochote unafanya, hakikisha unakifanya kwa sababu watu wanakihitaji kwa kipindi fulani? Kinatakiwa tu wakati watu wanakihitaji, au wanaweza kuhitaji wakati wote? Sasa hii inanipeleka kwenye mlango wa pili ambao ni mlango mzuri na wa thamani zaidi, ambao ninakushawishi uuchukue. Huu unaitwa mlango wa thamani au the door of value. The door of need, the door of value, mlango wa thamani. Sasa mlango wa thamani mara nyingi huu unafunguliwa pale ambapo wewe unaenda zaidi ya kuhitajika tu kwa wakati fulani. Hapa unaishi maisha ambayo yameongezewa thamani maisha yako yote. Sio huduma yako unayofanya tu, hapana. Life yako ina ubora, ina thamani, ina value, katika hali ambayo watu wanaokuhitaji wewe
wanakutafuta sio kwa sababu ya uhitaji wao, lakini kwa sababu ya thamani ulioitengeneza katika maisha yako. Sasa kumbuka, unapopita the door of need, mlango wa huduma wa uhitaji, watu wachache wenye uhitaji na wewe wakati fulani ndio watakutafuta. Unapopita mlango wa thamani, thamani yako iko kwako wakati wowote. Kwa hiyo idadi ya wanaoihitaji thamani yako ni kubwa, na usisahau thamani ina tabia ya kuattract. Nimekuwa nikifundisha hicho. Tafuta somo langu linalozungumza namna ya kujitengenezea thamani, ya kujiongezea ubora na thamani. Thamani ina tabia ya kuattract, inavuta. Kwa hiyo badala ya wale watu kutafuta wewe wakati wana uhitaji na wewe, thamani yako inawavuta wale watu waje kwako, ina attract watu wengi waje kwako. Kwa hiyo wewe ndio wa kuwachagua wewe uende wapi, uache wapi, kwa sababu thamani yako imekuwa kama mzinga unaoita nyuki. Kadiri thamani yako inavyopanda, kadiri thamani yako inavyoongezeka, ndivyo jinsi uhitaji wako unavyopanuka zaidi. Umuhimu wako unakuwa hauna muda, hauna specific time, hauna msimu, ni wa wakati wote. Kwa nini? Kwa sababu ya value ulionao. Kwa hiyo ongeza thamani yako ili utumie zaidi mlango wa pili, mlango wa thamani. Nimekufundisha milango miwili ya kwenda kwenye ukuu wako: the door of need, mlango wa uhitaji, na mlango wa thamani, the door of value. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.